Sasa kwenye mechi hilo walioshinda, Yanga walikuwa juu zaidi kulinganisha na FAR Rabat. Kuna ile carrying distance ya kuchukua mpira kutembea nao. Carrying distance haijalishi una move na mpira direction ipi, mwenendo upi. Carrying distance ni pale unapokuwa na mpira mchezaji, unaenda nao mbele, unaenda nao kulia, unaenda nao kushoto, unaenda nao nyuma. Jumla yake ndiyo carrying distance, umbali uliotembea na mpira. Sasa kwenye hili yaweze kawa unatembea na mpira lakini ni kwa mwenendo ambao hauna tishio kwa wapinzani, kwa sababu unaenda kulia mara kwa mara au unaenda kushoto, unaenda nyuma. Lakini kuna kwenda na mpira mbele, auto progress, kwamba unakuwa na mpira lakini unaenda nao mbele. Ndio ile ambayo tunazungumzia progression, kwamba mpira unaenda mbele na sio kushoto, sio kulia, sio nyuma, unaenda mbele kwa nia ya kwenda kuwadhuru wapinzani. Hiki ndo kikubwa zaidi tunatazama sasa katika mchezo huu dakika zote 90. Hiki tunachokisema total progress, yani namna ambavyo kwa ujumla Yanga na FAR Rabat ni kwa namna gani walikuwa wanapomiliki mali, wanapokuwa na mpira wanakuwa na mwenendo wa kwenda mbele. Yanga kwa ujumla wake walitembea kwa mita 443.4, ilhali FAR Rabat kwa dakika zote 90 wachezaji wake wale walioanza kikosini, ndicho hapa tunacholinganisha, walitembea kwa mita 134 hasi. Hii hapa hasi unaoiona hapa. Kwa lugha nyingine ni kwamba kwa wastani wale wa FAR Rabat walikuwa wanarudi nyuma kwa umbali huu wa mita 134. Hii ni jumla yao, kuanzia kwa golikipa wao Reda Ahmed Tagnut mpaka mshambuliaji wao kinara Yusuf El Fahri. Ilikuwa vipi? Uone sasa kwa mchezaji mmoja mmoja kama ifuatavyo. Ni kwamba Yanga katika ile progress, golikipa Djigui Diarra, yeye ingawa ni golikipa lakini katika siku hii alikuwa anaenda direction ipi? Ni mbele kwa mita 14.9 Djigui Diarra. Nambari 2 siku hii katika mfumo wa baada ya golikipa kulikuwa na walinzi 4, viungo 4, washambuliaji 2. Aliyekuwa akicheza beki wa kulia ni Izra Patrick Mwenda, alitembea na mpira kwa mita 48.3 chanya, yani za kwenda mbele. Nambari 3 alianza Mohamed Hussein Shabalala, alikwenda mbele kwa mita 44.9. Lakini kati ya mabeki waliokuwepo ni pamoja na Dickson Job, progression yake ilikuwa ni mita 8.8, wakati beki mwenzake hapa tunazungumzia Ibra Baka alitembea kwa mita 48.9. Lakini katika viungo alikuwepo Duka Buya, alitembea na mpira kwa mita 16.4. Hizi zote ni chanya, hakuna kurudi nyuma hapa kwa wastani. Lakini mwingine alikuwa ni Maxim Pianzengeli, yeye alitembea kwa mita 16.6. Viungo wa ushambuliaji pembeni alikuwepo Celestine Ekwa, mchezaji ambaye hivi sasa yupo JS Kabili, ametoka Yanga kati ya dirisha dogo. Yeye alitembea kwa mita 65.1. Upande wa kushoto kwenye makaratasi alionekana ni Peodo Pacom Zouzoua. Pacom ndo alikuwa mkali kuliko wote katika eneo hili miongoni mwa wachezaji wote, na sio tu katika mechi, hata mechi nyingine zote. Ukiangalia mlinganisho katika mechi moja, mchezaji kwenda na mpira mbele, ile total progress kwake ni ilikuwa ya juu sana katika mchezo huo. Alikwenda kwa mita 175.8 mbele kwa ujumla. Mwingine alikuwa ni Mudathir Abbas, alicheza mpaka dakika ya 66 kaingia Lassine Kouma. Mudathir alikwenda na mpira mbele kwa mita 8.1. Na huyu inafahamika jukumu lake kubwa ilikuwa kumfanya Mohamed Rabi Hirimat, nambari 34 wa FAR Rabat, asifurukute, asiweze kuichezesha timu yake, maana ndio pasi master, asiweze kuzuia mipira ya Yanga, maana ndio kinara wa kupora mipira katika timu ya FAR Rabat. Kwa hiyo alikuwa na kazi maalum Mudathir kabla hajatoka. Lakini mwingine ndio unamkuta hapa Prince Mpumelelo Dube, ambaye yeye alitembea kwa hasi 4.4 meters. Ukiangalia vizuri hapa, kama utajumlisha vizuri hapa, jumla yake utajikuta ni mita 443.4. Huu ndio umbali waliokwenda wachezaji wa Yanga kila mara walipopata mpira kuelekea lango la FAR Rabat. Lakini wapinzani wao sasa FAR Rabat katika siku hii ilikuwaje katika wale walioanza? FAR Rabat walipokuwa ugenini kwenye mchezo huu, golikipa wao Reda Ahmed Tagnut alitembea kwa hasi mita 2.
Kwa wastani mpira wake alikuwa anarudi nao nyuma. Namba 2 alikuwa Anas Bash ambaye yeye alitembea na mpira kwa mita hasi 11.6 meters. Nambari 3 alicheza Toka Nairo, mchezaji wa kimataifa kutoka Angola ambaye anaitumikia FAR Rabat. Alitembea na mpira kwa mita hasi 13.1. Mabeki wakati kulikuwa na Marwan Lawan ambaye yeye alitembea na mpira kwa hasi mita 37.6 meters. Hizi zote ni meters. Mwenzake alikuwa ni Yunis Abdelhamid. Yunis Abdelhamid yeye alitembea na mpira kwa mita hasi 31.2 meters. Lakini pale kati kulikuwa na viungo wawili, Zinedine Derag pamoja na Mohamed Rabi Hrimat. Zinedine Derag alitembea na mpira kwa mita chanya 10.4. Halafu kulikuwa na Mohamed Rabi Hrimat. Huyu Hrimat nahodha siku hii alitembea na mpira kwa mita hasi 10.4. Yani yeye ni kama mwenzake Zinedine Derag, lakini Derag ilikuwa kwa wastani kwenda mbele ambao ni chanya 10.4 meters, wakati yeye ni hasi. Kwa hiyo lugha nyingine, kwa wastani alikuwa anarudi nyuma zaidi badala ya kwenda mbele. Lakini mwingine alikuwa ni nani? Upande wa kulia katika mfumo wa baada ya golikipa kulikuwa na walizi wanne, viungo wawili wa ukabaji ambao ni hawa wawili nilitoka kuwataja, alafu kwa na viungo watatu wa ushambuliaji. Kulia alikuwa Reda Slim, alitembea na mpira kwa chanya, mwendo chanya mita 11.2. Halafu aliyekuwa kushoto alikuwa ni Ahmed Hamudani, alitembea kwa mwendo chanya wa mita 1.8. Aliyekuwa katikati alikuwa ni Khalid Warkad, alitembea na mpira kwa mwendo chanya 3 meters, mita 3. Mshambuliaji kinara ni Yusuf El Fahri, ndiye aliyeongoza kutembea na mpira sana, lakini jumla yake ni kwa kurudi nyuma mita hasi 54.5. Kwa ujumla ndipo ukijumlisha vizuri hapa hizi zote hasi na hizi chanya ambazo ni wachezaji wanne tu wenye chanya. Huyu hapa mmoja, Reda Slim 2, Ahmed Hamudani 3 pamoja na Khalid Warkani 4, jumla yake ikawa ni hasi mita 134. Kwa lugha nyingine ndio unaona hapa kwamba FAR Rabat katika mchezo dhidi ya Yanga wachezaji wake walioanza kikosini kwa ujumla katika dakika zote walikuwa uwanjani walikuwa wakirudi nyuma zaidi kulinganisha na Yanga walikuwa wakienda mbele zaidi. Matokeo yake kushangaza kwamba umiliki wa mpira kutofautiana sana. Pasi zilizofika za Yanga zilikuwa ni pasi 285. Pasi zilizofika za FAR Rabat katika mchezo huu dakika 90 ilikuwa ni pasi 282. Matokeo yake pasi zote zilichezwa 567, lakini pasi za Yanga zilikuwa nyingi za kwenda mbele, mwenendo wao wakiwa na mpira mguuni wa kwenda mbele. Ndio maana pia eneo la Yanga mpira ulichezwa kwa 24%. Pasi zote za jumla zilizopigwa na Yanga na FAR Rabat zilizofika katika eneo la Yanga zilikuwa pasi 136. Katikati mpira ulichezwa kwa 41%. Pasi zote zilizopigwa na Yanga na FAR Rabat zilikuwa pasi 233 zilizopigwa na kufika. Lakini kwenye eneo la FAR Rabat mpira ulichezwa kwa 35%. Pasi zote za Yanga na FAR Rabat zilizofika kwenye eneo la FAR Rabat zilikuwa pasi 198, jumla kufanya pasi 567 zilizofika. Sasa huu uchambuzi ule wa small details, vitaarifa vidogo vidogo vinavyoathiri mchezo katika mechi hiyo, ilikuwa ndio hivi ambayo haikushangaza kuona Yanga wanashinda bao 1-0 tena baada ya golikipa Reda Ahmed Tagnut kuwa kwenye kiwango bora sana kiasi cha kuwa mchezaji bora wa mechi baada ya kucheza saves 8 kati ya mikwaju 9 aliyopigiwa. Yanga wakiendeleza kiwango hiki kucheza pira sayansi, kwamba mpinzani hata akiwa na mpira muache, lakini sio katika eneo lenu, zaidi katika eneo la kati wakifanya mid block na eneo la juu mwisho kule wakikabia juu wanafanya high pressing, ikawalipa mno Yanga kwamba umiliki wa mpira utofautiani sana, lakini wao waliokuwa hatari zaidi wakistahili pengine kufunga mabao mengi zaidi pengine kuliko lile bao moja. Sasa kwenye mchezo huu achana na mambo mengine yote ambayo ipo katika mipango ya kocha Pedro Gonçalves, lakini mojawapo ni hili juu ya namna mkiwa na mpira mnacheza kwa malengo yepi. Utaona kwamba kama Yanga wataendeleza kile walichokionyesha Zanzibar, kucheza pira science, kwamba mpinzani hata akiwa na mpira sawa, lakini kuhakikisha mpinzani hawi na mpira katika eneo hatarishi. Yanga wakikabia kuanzia kati mid block
na kule juu wakifanya high pressing, ndio iliyowapa takwimu hizi za kwamba wao wanakwenda na mpira zaidi mbele, na tena wao wakipiga mashuti mengi zaidi kwa FAR Rabat, licha kwamba kwenye umiliki wa mpira hakukuwa na tofauti kubwa baina yao. Kwa hiyo kitendo cha Yanga kutembea na mpira kwa mita 443.4 kulinganisha na FAR Rabat kutembea na mpira kwa mita 134 za kurudi nyuma, yatosha kusema pira science la Pedro Gonçalves ndilo lililomlipa katika mchezo huu ambao mwisho wa siku walipata ushindi wa bao 1-0. Sasa kwenye mchezo huu unaokwenda kuchezwa nchini Morocco, kwa vyovyote vile hii sio mechi nyepesi hata kidogo. Ni mechi ngumu, ni mechi ambayo kwa FAR Rabat inaweza kutoa hatima yao kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu kama nilivyotoka kueleza awali kwamba wajihakikishie kufuzu robo finali baada ya dakika 90 za mchezo, au kuwa safari yao imeishia hapo. Yaweza ikawa wakaingia tofauti kulinganisha na walivyokuwa Zanzibar, lakini Yanga kwa kile walichokionyesha Zanzibar, New Amani Complex, wakati wakicheza na FAR Rabat, kwa uchezaji huu wa kuzingatia small details, vitaarifa vidogo vidogo vya kiscience, kuwapatia matokeo, wanao uwezo kwa mara nyingine tena kuwapa furaha Tanzania, kuwapa furaha na Yanga kwa kupata ushindi ambao unahitajika sana, au walau sare, lakini sio kupoteza. Yanga wakirejea kiwango hiki au kukiboresha zaidi, ni dhahiri kwamba wanao uwezo wa kupata matokeo mazuri dhidi ya FAR Rabat na kuwapa furaha Tanzania, kuwapa furaha wana Yanga. Alimradi tu wachezaji watakapata nafasi kuhakikisha namba moja, kabla ya kutekeleza mbinu za kocha Pedro Gonçalves, ni kujituma mwanzo mwisho. Wao wanafahamu katika mechi hii dhidi ya FAR Rabat huo ulikuwa ni ufunguo, ndio, katika kuwafunika FAR Rabat kiasi ya kwamba hata pale walipokuwa na mpira hawakuwa na madhara kwenye eneo la Yanga. Lakini la pili, kuhakikisha wanaboresha jambo moja, kwamba nafasi wakizipata wazitumie. Sio vyema sana kupiga mashuti 15, 9 analenga shabaha, halafu mnamfanya kipa shujaa wa wapinzani kwa kufunga bao moja tu. Kwenye mchezo huu ni muhimu kila wakipata nafasi wajitahidi kuitumia vizuri. Tunazungumzia kina Depu, tunazungumzia akina Dube, tunazungumzia akina Clement Mzizi Walid ambaye amepona, mwalimu akiamua anaweza akamtumia. Tunazungumzia Maxim Pianzengeli, Peodo Pacome Zouzoua, Mudathir Abbas ambaye akipanda na kuwa miongoni mwa wale wanaokuwa wasaidizi wa mshambuliaji, supportive strikers. Tunazungumzia Lassine Kouma, na kila mmoja atakayepata nafasi ya kucheza katika mechi hii, basi kuzingatia kwamba kila nafasi inayopatikana ni kama kupata dhahabu, kuitumia vizuri, maana pengine isipatikane kama nafasi hiyo ambayo mchezaji husika anakuwa ameipata. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri.